Tunazidi kusonga mbele mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena na simulizi yetu ya Latifa dada wa kazi. Ni kukaribisha sana mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya 7 na sehemu ya 8 ya simulizi. Ila mpenzi msikilizaji, ningependa tujikumbushe wapi ambapo tulipokuwa tumeshia katika ile sehemu ya 6. Katika sehemu ya 6 tulishia pale ambapo Dula alikuwa akielekea pale kwa mganga, na mwisho siku anajikuta akisimamishwa na mtu ambaye alikuwa amemsimamisha. Alikuwa ni binti fulani hivi, binti wa Kiarabu mweupe, na hatukujua yule binti alikuwa akitaka kumweleza pale Dula kitu gani, na huyo binti alikuwa ametokea wapi. Na tuliona kabisa jinsi Latifa alipokuwa naye pale chumbani akiwa amezungumza na yule binti wa Kiarabu ambaye ni Nurati, na alimwambia kwamba aende kumstopisha mtu. Hatukujua ni nani na huyo binti ambaye yuko hapo na Dula ni nani. Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, tuungane hapa kwenye sehemu hii ya 7 na ya 8 simulizi Latifa dada wa kazi. Na usisahau ambaye nakuletea simulizi hii kwa njia ya sauti ambaye pia ni mwandishi, naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena. Nambari yangu ya simu ni 0716 61 62 79. Na vile vile mpenzi msikilizaji, basi kama wewe ndio mara yako ya kwanza umeingia hapa ndani ya Simulizi Arena, basi usiache kubonyeza hapo neno subscribe. Bonyeza hapo neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Na kama inawezekana basi mualike na mwenzako naye aje kusikiliza simulizi. Basi karibu sana kwenye sehemu ya 7 na ya 8 simulizi Latifa dada wa kazi. Basi Dula alibaki akimtazama yule dada wa Kiarabu yule ambaye alikuwa pale mbele yake. Na kwa upande wa Dula ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kumuona binti huyo. Salama, nikusaidie nini? Dula alijikuta akijibu salamu ile na kuuliza swali. Samani, kuna mtu namuulizia, sijui kama utakuwa unamfahamu. Mtu gani huyo? Kuna dada anaitwa Latifa, ndio nimekuja hapa kumtafuta, nadhani utakuwa unamfahamu, alisema yule dada wa Kiarabu. Na hakuwa mwingine bali alikuwa ni yule binti Nurati ambaye alikuwa ametoka kwenye mwili wa Latifa muda sio mrefu. Huyo Latifa mimi mbona simjui dada yangu, na hapa nina haraka sana, nahitaji kuwahi. Naomba unisikilize kaka, wala usiwe na haraka kwa sababu uko unapokwenda tayari umeshachelewa. Unasemaje? Dula alijikuta pale akiamaki na kutazama simu yake. Kiukweli Dula alijikuta akishtuka sana baada ya kugundua kwamba usiku ulikuwa tayari umeshaingia, na wakati muda sio mrefu jua lilikuwa likiwaka. Na alipoangalia saa yake ilionyesha kwamba muda ule ulikuwa ni saa 4 za usiku. Na giza nalo lilizidi pale kumchanganya Dula. Haiwezekani, alijisemea pale Dula huku akimwangalia binti yule wa Kiarabu. Kaka, natumai sasa unaweza kunisaidia kumpata Latifa. Huyu Latifa mimi unayemzungumzia, mbona simjui dada yangu? Alisema Dula pale, na safari alionyesha kukunja pale uso wake kwa hasira. Ina maana huyu binti haujawahi kabisa kumuona kaka yangu hata siku moja? Aliuliza yule binti wa Kiarabu, na alikuwa akimuonyesha pale Dula picha ya Latifa. Kiukweli Dula alijikuta akishtuka sana, na alijikuta kama kumbukumbu hivi ikiwa inapita pale kichwani mwake. Na Dula alijitahidi sana kuvuta kumbukumbu ya yule mtu alikuwa amemuona wapi. Alijikuta pale kichwa kikianza kumuuma kwa sababu alikuwa anafikiria kwa muda mrefu. Wewe ni nani? Aliuliza pale Dula baada ya kumwangalia yule dada wa Kiarabu. Lakini kwa upande wa kule nyumbani kwa Mr. Jackson, Lilian na Linda walikuwa wamekaa kitako pale kumsikiliza Latifa ambaye muda mchache alikuwa amewachanganya pale.
Hakuna ambaye alikuwa akimwelewa binti huyo mdogo kwa nini alikuwa ameondoka pale jikoni bila kutoa taarifa, na ilionyesha kwamba kuna kitu kilikuwa kikimsumbua. Latifa, tatizo ni nini? Aliuliza pale Lilian, lakini Latifa wala kujibu chochote zaidi ya kumwangalia pale bosi wake. We Latifa, mbona kimya? Linda naye alimuuliza pale Latifa baada ya kuona Latifa zungumzi kitu chochote kile zaidi ya kuangalia tu. Huyu atakuwa na nini? Mbona hivi? Linda, hebu fanya mpango tumwaishe hospitali. Nenda kamwite Richard atusaidie, alisema pale Lilian, na alionyesha kabisa kwamba alikuwa muelewi Latifa, kwa sababu muda wote Latifa alikuwa kimya mithili ya mtu ambaye alikuwa amepigwa na bumbuazi. Alikuwa ongei wala alikuwa tikisiki. Latifa, aliendelea pale kuita Lilian huku akimtikisa Latifa. Nurati, alisema pale Latifa, na kitendo cha Latifa kufungua pale mdomo wake na kuita jina la Nurati kwa upande wa yule binti wa Kiarabu, naye alikuwa anamtajia pale Dula jina lake. Naitwa Nurati. Dula, nitakutafuta muda mwingine. Kuna kitu nahitaji kutokea kwako, alizungumza Nurati na kumfanya Dula akodoe macho yake kumwangalia. Dada, umejuaje jina langu? Aliuliza pale Dula, lakini Nurati wala kujibu kitu zaidi ya kuondoka pale na kumwacha akiwa ameshikwa pale na bumbuazi. Asijui yule mwanamke ni nani na kwa nini amelijua jina lake pasipo kumtajia. Sasa wakati Dula alipokuwa akijiuliza maswali hayo, Nurati yeye alipotelea sehemu pasipojulikana. Na kwa upande wa Latifa, yeye baada ya kuita jina lile la Nurati alijikuta akizinduka kutokea kule alipokuwa. Aliangaza pale macho yake na kumuona Lilian akiwa amekaa pale karibu yake, huku akionekana kama amechanganyikiwa hivi. Dada, tatizo nini? Mbona hivyo? Aliuliza Latifa pale baada ya kumwangalia pale bosi wake. We Latifa, mbona sikuelewi, tatizo ni kitu gani? Aliuliza pale Lilian, lakini ghafla alijikuta kisahau kila kitu ambacho kilichokuwa kimetokea pale ndani. Yaani ghafla tu mawazo yake yalijikuta pale yamebadilika na kujikuta kama akizungumza kama siku zote hivi. Latifa mdogo wangu, chakula tayari, twende tukale, alisema Lilian, na alikuwa amesahau kila kitu kilichokuwa kimetokea pale. Lakini wakati huo Linda na Richard nao ndio walikuwa wanaingia pale chumbani na kukuta hali ikiwa tofauti kabisa na mwanzoni, kwa sababu Latifa sasa alikuwa ameshazinduka. Na kama alivyokuwa ametokea pale kwa Lilian, Linda naye alijikuta pale akisahau kila kitu ambacho kilichokuwa kimetokea na kuanza kumshawishi pale Latifa waelekee kupata chakula. Basi Latifa wala hakuwa na kipingamizi. Wanaelekea pale mezani na baada ya kula alirudi pale chumbani kwake na kujilaza. Usingizi uliweza kumpitia pale Latifa na kupotelea kwenye usingizi mzito. Lakini Latifa alipokuwa amelala, ghafla alianza kusikia kelele za watu. Na kelele zile Latifa alizisi kwamba zilikuwa ni ndoto. Lakini alipofungua macho yake alisikia kwa ukaribu kutokea pale sebuleni. Basi Latifa anaamua kuamka na kwenda kufungua mlango. Lakini alipotoka nje alimkuta Lilian akiwa amemkumbatia pale mume wake, ambaye kwa muda sasa hakuwepo hapo nyumbani. Yaani Mr. Jackson, baba mwenye nyumba huyo. Latifa alijikuta akivuta pumzi ndefu baada ya kugundua kwamba zile kelele zilikuwa ni kelele za furaha. Shikamoo kaka, alisalimia pale Latifa, na baada ya kufika pale alipokuwa Mr. Jackson na mke wake. Latifa, marahaba mdogo wangu, za masiku, alisalimia pale Mr. Jackson huku akimtazama Latifa ambaye alikuwa karibu yake kwa muda huo. Kwa muda huo sio kama walikuwa peke yao, bali palikuwa na Richard, Linda pamoja na mdogo wao yule wa mwisho. Kwa sasa nyumba hiyo ilikuwa imechangamka, na furaha hiyo ilisababishwa na kurejea kwa Mr. Jackson hapo nyumbani.
Basi baada ya furaha kutawala pale ndani, alilibaki kama siku zote baada ya Lilian na mume wake kuingia pale chumbani kwao kwa ajili ya maongezi zaidi. Latifa na Linda wao walielekea chumbani kwao pia. Walikuwa ni mabinti ambao walikuwa wamezoeana sana kwa muda mfupi tu. Latifa, nitakukumbuka sana ujue, alisema Linda baada ya kufika pale chumbani. Linda, unamaanisha kitu gani? Mbona sikuelewi? Namaanisha kwamba siku sio nyingi tunarudi nyumbani na kukuacha hapa peke yako. Linda, ina maana likizo imekwisha? Ndiyo Latifa, na mama ametuambia tuwahi kurudi nyumbani, ametukumbuka pia. Jamani Linda, unajua kwamba nimeshakuzoea sana rafiki yangu Yaani sijui nitawezaje kuishi hapa peke yangu, alisema pale Latifa. Lakini baada ya kuzungumza hivyo, Linda aliamua kumuaga pale Latifa kisha akatoka nje ya chumba chao. Latifa, nimemtoa Linda humu ndani kwa makusudi ili nizungumze na wewe. Alikuwa ni Nurati, yule binti wa Kiarabu ndiye alikuwa akimwambia pale Latifa. Muda huo wakati Nurati anazungumza maneno hayo, alikuwa amekaa pale kitandani huku Latifa yeye akiwa amesimama. Kiukweli lilikuwa ni tukio la kushtukiza ambalo hata Latifa mwenyewe hakutegemea. Kwa sababu tulishazoea kwamba Latifa mpaka hanywe yale maji ya kwenye zile chupa zile ndipo huyo binti wa Kiarabu aweze kutokea. Lakini kwa muda huo aliweza kutokea pasipo Latifa kunywa maji yale. Yaani kiasi kwamba hata Latifa mwenyewe alikuwa kama ameshtuka hivi. Latifa, ni muda wa kurudisha kumbukumbu zake. Hatuna tena muda wa kupoteza. Na kuomba karudishe kumbukumbu yake. Najua ni kazi ngumu sana, ila mimi nitakwenda kuchukua funguo ya kufungua kumbukumbu yake. Latifa, haitaki kupoteza tena muda kwa sasa. Kwani wewe hujamkumbuka bibi yako? Alizungumza pale Nurati kisha akamuuliza swali Latifa. Nimemkumbuka dada, na nimekumbuka sana nyumbani kwetu. Natamani kurudi nyumbani kwetu, ila siwezi kurudi mpaka nimalize kazi yako, alizungumza pale Latifa, na alikuwa akimtazama Nurati alikuwa pale kitandani. Latifa, acha mimi nikachukue funguo. Wewe nenda kaandae chakula, ila siku ya leo naomba urudishe kumbukumbu yake. Japo najua kwamba sio yote ambayo itakayorudi, alisema pale Nurati na kuinuka pale alipokuwa. Dada, kwani wewe unaelekea wapi? Nakwenda kwa Dula. Nakwenda kwa Dula kuchukua funguo. Dada, funguo gani ambayo anayo Dula? Latifa, nenda kafanye kazi ya kurudisha kumbukumbu yake. Ili swala jingine naomba niachie mimi, aliongea pale Nurati na kupotea kwenye macho ya binti Latifa. Latifa aliamua kwenda kwenye lile begi lake kisha akachukua zile chupa za maji na kumimina kidogo. Alikunywa maji yale na baada ya kunywa alijirusha pale kitandani huku akifikiria mambo mengi sana ambayo alipaswa kuyafanya kwa muda huo. Lakini usingizi uliweza pale kumpitia Latifa pasipo kujua. Alikuja kushtuka ilikuwa ni jioni imeshaingia. Latifa, njoo nisaidie kuandaa chakula basi. Ilikuwa ni sauti ya Linda ikimwamsha pale Latifa ambaye alikuwa kwenye usingizi mzito. Basi Latifa aliamka na moja kwa moja anaelekea jikoni kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha usiku. Lakini alipokuwa jikoni alikumbuka kwamba alitakiwa kurudisha kumbukumbu ya mtu kama alivyokuwa ameambiwa pale na binti yule wa Kiarabu ambaye ni Nurati. Basi Latifa anarudi pale chumbani kwake na kuchukua zile chupa mbili kisha anazificha pale kwenye nguo yake kwa lengo la kwenda nazo jikoni. Latifa, usichukue hayo maji. Naomba funua hiyo nguo. Kuna kitu takikuta humo. Mume wangu anapenda sana kula chakula hicho,
Ilikuwa ni sauti ya Nurati ikimwongelesha pale Latifa ambaye aliamua kufanya kama alivyokuwa ameelekezwa. Dada, mbona ni damu ambayo imeganda? Ndiyo, hiyo ni damu. Nenda kaweka kwenye chakula cha mume wangu, alizungumza Nurati. Na Latifa alitoka pale, huku kichwani akiwa na maelekezo kutokea kwa binti Nurati. Yaani Latifa baada ya kufungua ile nguo kama alivyokuwa ameelekezwa, alikuta kama kuna damu hivi ikiwa imeganda, na Nurati alimwambia kwamba aende kuweka kwenye chakula pale. Basi Latifa anachanganya damu ile kwenye chakula ambacho kilitakiwa kwenda pale mezani. Sasa wote walijumuika pale mezani kwa ajili ya chakula, na kila mmoja alikuwa na furaha juu ya ujio wa Mr. Jackson ambaye ndiye baba mwenye nyumba. Basi chakula kiliandaliwa na kila mmoja alianza kula, huku akifurahia chakula kile. Lakini baada ya kula vijiko vipatavyo vitatu hivi, Mr. Jackson alijikuta akiacha kula chakula kile, na alikuwa ameshika kijiko kile kuelekea mdomoni mwake. Sauti za ajabu zilianza kupita pale kwenye akili yake, na kujikuta kichwa kikianza pale kumuuma. Nurati. Mr. Jackson alijikuta akilitaja jina hilo bila hata kutarajia, na kisha alianza kuondoka hapo mezani bila hata kumwaga mtu. Sasa Mr. Jackson baada ya kutoka pale moja kwa moja alielekea chumbani kwake. Kichwani kama kuna kumbukumbu ambayo ilikuwa ikipita hivi na kufanya kichwa chake kianze kumuuma. Aliamua pale kufungua jokofu ambalo lilikuwa pale chumbani. Akachukua maji na kuweka kwenye bilauri na kuyanywa yote, huku akikaa pale kitandani. Nurati. Mr. Jackson alijikuta akiita jina hilo kwa mara nyingine tena. Lakini sasa wakati Mr. Jackson akiendelea pale kuwaza na kuazua, mlango ulifunguliwa na Lilian ndiye alikuwa ameingia pale chumbani ili kuzungumza na mume wake. Kiukweli Lilian hakuwa amemuelewa mume wake. Imekuwaje atoke pale mezani pasipo kuaga, na mbona yupo kwenye hali ya utofauti? Basi alimsogelea pale mume wake karibu, ambaye alionyesha yupo na msongo wa mawazo. Jackson, nini tatizo? Aliuliza pale Lilian, huku akiketi karibu pale na mume wake. Hakuna tatizo mke wangu, nipo sawa tu. Jackson, unajua kwamba wewe sio mgeni kwangu. Nimeishi na wewe kwa muda mrefu, ila sijawahi kuona hata siku moja ukifanya kitendo ambacho umekifanya leo. Usitake kunidanganya. Mimi ni mkeo na napaswa kujua yote ambayo yanayokusibu, alisema pale Lilian. Mke wangu, mimi nipo sawa. Alafu naomba nipumzike tafadhali. Jackson, najua kwamba upo sawa, sipingani na hilo. Basi naomba uniambie, huyo Nurati ni nani? Kiukweli Jackson alijikuta pale akikaa kimya na kuanza kutafakari swali ambalo mke wake alikuwa amemuuliza. Yaani kuna baadhi ya picha kama zilikuwa zikitembea hivi kichwani mwake, picha ambazo akuzielewa kwa wepesi. Sura ya binti mrembo wa Kiarabu ndio ilikuwa ikipita pale kwenye akili yake, na kujikuta akishindwa kabisa kuzungumza wala kujibu lile swali ambalo alilokuwa ameulizwa pale na mke wake. Jackson, sina kuuliza, Nurati ni nani? Aliuliza pale Lilian tena baada ya kumuona pale Jackson akiwa azungumzi wala afanyi chochote. Mke wangu, hivi nani kwanza ameandaa chakula leo? Aliuliza pale Mr. Jackson badala ya kujibu swali ambalo alilokuwa ameulizwa pale na mke wake. Na kitendo kile kilimfanya mke wake achukie sana. Ujue Jackson, mimi sikuelewi. Na kuuliza swali na wewe unaniuliza maswali. Naomba uniambie huyo Nurati uliyemtaja ni nani? Lilian aliongea pale kwa ukali, sababu aliona kabisa kwamba mume wake alikuwa yupo tayari kujibu kile kitu ambacho alichokuwa amemuuliza.
na alikuwa amemuuliza zaidi ya mara moja. "Nisubiri na kuja," alisema pale Mr. Jackson, kisha akainuka pale kitandani. Alifungua mlango wa kutoka pale chumbani, kisha moja kwa moja akaelekea mpaka sebuleni, ambapo aliwakuta pale wakina Latifa wakiendelea pale kupata chakula. Lakini Latifa alivyomuona pale Mr. Jackson akiwa katika hali ya utofauti, alijua fika kabisa kwamba lazima kuna kitu Mr. Jackson alikuwa nacho, na hakutaka kabisa kumwangalia Mr. Jackson usoni, kwa sababu yeye pekee ndiye alikuwa akijua ni kitu gani ambacho alikuwa ameweka kwenye chakula kile. Na Latifa yeye pekee yake ndiye alikuwa akijua kwa nini Mr. Jackson yupo na hali ile. "Latifa, nakuhitaji mara moja," alizungumza pale Mr. Jackson, na ilikuwa ni kauli ambayo ilimwogopesha pale Latifa. Basi kwa woga na hofu kubwa, Latifa anainuka pale mezani na kumfuata Mr. Jackson pale alipokuwa. Hakuna ambaye alikuwa akielewa ni kitu gani ambacho kilichokuwa kinaendelea pale kati ya Latifa na Mr. Jackson. Na kwa muda huo Lilian naye alikuwa katika mazingira hayo, baada ya kutoka kule chumbani ambapo bado alikuwa hajafikia mwafaka pale na mume wake. "Abe kaka." Kwa upole binti Latifa anaitikia baada ya kusogea karibu kabisa na Mr. Jackson. "Naomba nifuate mara moja," anazungumza pale Mr. Jackson, huku akiwa anaondoka pale katika maeneo yale. Latifa yeye anawageukia wale ambao walikuwa pale mezani, kisha akamwangalia Lilian ambaye na yeye alikuwa anamkazia macho Latifa, asijue ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea baina ya Latifa na mume wake. Sasa Latifa alimfuata pale Mr. Jackson mpaka juu kabisa ya nyumba yao, ambapo palikuwa na kibaraza cha kupungia upepo. "Latifa, natumaini wewe ndio umeandaa chakula, si ndio?" Mr. Jackson aliweza pale kumuuliza Latifa baada ya kufika pale alipokuwa anapataka. "Ndio, mimi kaka. Vipi, umekipenda chakula eh?" alizungumza pale Latifa kwa kiacha tabasamu. "Ya, nimekipenda sana. Chakula kitamu sana. Ila unaweza kuniambia ni nani ambaye amekufundisha kupika chakula hiki?" aliuliza pale Mr. Jackson, swali ambalo Latifa lilimfanya tu amwangalie pale Mr. Jackson kwa makini, japokuwa katika uso wake bado alikuwa na tabasamu. Kaka, mimi nimejifunza kupika tangu nikiwa mdogo. Bibi yangu ndiye amenifundisha kila kitu kuhusu mapishi. Nimekuwa hodari kwa sababu yake," alizungumza pale Latifa, na bado alikuwa akiacha tabasamu huku akimwangalia pale Mr. Jackson ambaye yeye alikuwa akisikiliza tu. "Latifa, ujue imepita miaka kadhaa tangu nile chakula kama hiki. Wala sikutarajia kabisa kula chakula kitamu kama hiki. Latifa, kiukweli umenikumbusha mbali sana, na nimekuita hapa ili nikupongeze. Hongera sana Latifa," alisema pale Mr. Jackson na kufanya Latifa ashushe pumzi ndefu. "Asante sana kaka. Kama umependa chakula changu nashukuru sana." "Asante pia Latifa. Unaweza ukaenda sasa," alisema vile Mr. Jackson, na wala hakutaka maongezi mengi zaidi ya kumwachia Latifa aendelee pale na shughuli zake. Sasa wakati Latifa akiwa anaondoka pale, anajikuta akimkaribia pale Mr. Jackson karibu yake, kisha akampita ili aweze kuendelea pale na shughuli zake. Lakini sasa harufu ambayo iliyokuwa imepita pale katika pua za Mr. Jackson zilimfanya aweze pale kumshika mkono Latifa, huku akijitahidi kuvuta harufu ile ambayo alikuwa nayo. Haikuwa harufu ngeni kabisa katika pua zake, bali alishawahi kuisikia sehemu. "Wewe ni nani?" alijikuta akiuliza pale Mr. Jackson swali hilo, huku akimwangalia Latifa, na wakati huo bado alikuwa amemshika mkono wake. Lakini sasa tutokee hapo kwa Mr. Jackson
Wakati anaongea hapo na Latifa na hali hiyo ikiwa imetokea, moja kwa moja tuelekee kwa upande wa Dula, ambaye yeye alikuwa amejilaza pale chumbani kwake. Na Dula alikuwa akiwaza sana kwa muda huo. Afya yake bado haikuwa vizuri na bado alikuwa hajapata tiba ambayo alikuwa akihisi kabisa kwamba itamsaidia. Pia Dula alikuwa amekaa pale akitafakari juu ya yule binti ambaye alikuwa amesababisha mpaka yeye kuwa vile. Hodi. Hodi. Hodi humu ndani. Lakini sasa Dula wakati akiwa amejilaza, alisikia kama sauti ya mtu akiwa anagonga hodi pale chumbani kwake. Nani tena huyu amekuja kunisumbua? Alijikuta akichukia sana baada ya kusikia sauti ya mtu akigonga hodi pale mlangoni. Na ukicheke kwamba afya yake kidogo bado haikuwa vizuri. Alikuwa amedhoofu japo kwa sio sana. Basi Dula anaamua kuinuka pale kitandani baada ya mgongaji kugonga mlango pale kwa muda mrefu. Na kwa mwendo wa taratibu Dula anakwenda kufungua mlango ule. Lakini kitu ambacho alichokuwa amekiona pale Dula kilimfanya ashangae sana, kwa sababu hakutarajia kabisa kumuona mgeni huyo hapo mlangoni. Wewe umepajuaje hapa nyumbani kwangu? Dula, kumbuka kwamba nilikwambia kwamba nitakutafuta. Kwa hiyo usishangae mimi kufika hapa. Unataka nini kwangu? Naomba nizungumze na wewe tukiwa ndani. Siwezi kuzungumza na wewe nikiwa nimesimama hapa nje, alisema mtu huyo. Na hakuwa mwingine bali alikuwa ni yule binti wa Kiarabu, binti mzuri kweli kweli. Ndiye alikuwa amekuja hapo nyumbani kwa Dula kwa lengo la kuzungumza naye. Kiukweli Dula alikuwa amemshangaa sana binti huyo. Amewezaje kufika hapo alipokuwa na wakati alikuwa hajamuelekeza. Lakini kabla Dula hajafanya chochote kile, Nura aliweza pale kumpita na aliingia pale chumbani kwa Dula. Huyu mwanamke anataka nini kwangu? Alijiuliza pale Dula kimoyomoyo huku akiingia pale chumbani kwake kwa ajili ya kumsikiliza Nurati. Dula, mimi ninachotaka kwako ni funguo tu, alisema pale Nurati, na alikuwa akimwangalia Dula ambaye alikuwa ameketi pale kitandani. Sasa sikuelewi dada, ni funguo gani ambayo unahitaji kutokea kwangu? Dula aliuliza swali ambalo kiukweli bado lilikuwa limemchanganya. Yaani alikuwa hajamuelewa huyo Nurati ni funguo gani ambayo alikuwa kimaanisha. Naomba unisikilize Dula, na naomba unisikilize kwa makini mkubwa mno. Miaka 5 nyuma, wakati upo Mtwara, kuna mtu ulikutana naye na alikupatia funguo. Nadhani utakuwa unakumbuka hicho kitu, aliuliza pale Nurati, na kumfanya Dula asielewe ni kitu gani ambacho alichokuwa kimaanisha. Yaani Dula bado hakuwa amemuelewa binti huyo. Lakini Dula alikumbuka kwamba miaka 5 nyuma ni kweli alikuwa Mtwara, na hapo ndipo palipokuwa nyumbani kwao. Lakini swala la kupewa funguo na mtu kidogo lilikuwa kama limemchanganya hivi, na kujikuta kishinda kabisa kuelewa yule binti Nurati alikuwa kimaanisha kitu gani. Lakini kwa upande mwingine Dula alikuwa ameshaanza kupatwa na wasiwasi juu ya mwanamke huyo, kwa sababu dalili zilikuwa zikionyesha kabisa kwamba hakuwa mwanamke wa kawaida. Dula, najua utashangaa sana kwa nini nimekwambia hivyo, kwa sababu haujui chochote kile. Ila ukweli ni kwamba kuna siku ulikutana na mwanaume. Siku hiyo ulikuwa umetoka kununua samaki baharini kwa ajili ya kupeleka nyumbani kwenu. Lakini wakati upo njiani ulikutana na mwanaume ambaye alikusimamisha na kuanza kuzungumza na wewe. Japokuwa mwanzoni ulikuwa umuelewi mwanaume huyo, lakini mwisho wa siku ulijikuta ukimuelewa na kutengeneza naye ukaribu. Dula, unakumbuka huyo mtu alikupatia pete na kukuambia kwamba ikiwezekana mbadilishane na samaki? Kwa kuwa uliona ile pete kwamba ilikuwa na thamani kubwa sana, uliamua kumwachia samaki na kuchukua pete ile. Japokuwa mwanzoni ulikuwa ukisita kufanya hivyo. Naomba unisikilize Dula.
Funguo ambayo ninayozungumzia hapa ni hiyo pete ambayo ulipewa kipindi hicho. Naomba unipatie hiyo pete Dula, tafadhali. Hiyo ndio funguo ambayo namaanisha mimi, alisema pale Nurati. Na baada ya Nurati kuzungumza maneno hayo kwa urefu kidogo, Dula alibaki pale akimwangalia na kuanza kumwogopa, kwa sababu kile alichokuwa amekizungumza binti Nurati kilikuwa na ukweli kabisa 100%. Na kiukweli yale maneno yaliweza kumwacha pale Dula kinywa wazi. Wewe ni nani? Aliuliza pale Dula kwa woga, baada ya Nurati kumwambia maneno ambayo kiukweli ilikuwa ni siri yake yeye na huyo mtu ambaye ndiye alikuwa amempatia pete ile. Dula alikuwa na wasiwasi mkubwa sana, akujua huyo binti wa Kiarabu ni nani na imekuwaje aweze kuyafahamu hayo yote. Na mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, hapo niseme kwamba tumefika mwisho wa sehemu ya 7 na sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii Latifa dada wa kazi. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kitaendelea hapo? Je, Dula bado ana hiyo pete ambayo alikuwa amekabidhiwa miaka kadhaa nyuma? Na inasemekana kwamba pete hiyo ambayo alikuwa amebadilishana pale na Samaki ndio funguo ambayo Nurati alikuwa akihitaji. Na vipi kwa upande wa Latifa kule, ambaye yeye bado alikuwa akizungumza pale na Mr. Jackson, na tunaona kabisa kwamba kama kuna kumbukumbu fulani hivi Mr. Jackson alikuwa akimrejea. Je, huyo Mr. Jackson ni nani na nini lengo la Latifa kufika hapo? Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, mimi niseme kwamba sina la ziada. Tukutane tena katika sehemu ya 9 na ya 10 ili tuweze kujua nini ambacho kiliendelea hapa katika simulizi ya Latifa dada wa kazi. Na vile vile kama wewe ndio umeingia ama haujasubscribe channel ya Simulizi Arena, basi bonyeza neno hilo subscribe, bonyeza alama ya kengele hiyo ili unapata simulizi zetu kwa wakati. Na usisahau ambaye nimekuletea simulizi, naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena. Basi mimi niseme asante sana kwa kunisikiliza. Nambari yangu ya simu ni 0716 6162 79. Bye bye na siku njema, tukutane katika sehemu ya 9 na ya 10.